Historia ya piracy ilianza kwenye masuala haya ya uvuvi wa bahari kuu, kwa sababu hawa maharamia historia yake walianza nchini Somalia. Na kwa nini walianza Somalia? Somalia ilikuwa ni katika sehemu ambazo ni mwambao ambao unapatikana samaki zaidi kuliko bahari zote unavyozifahamu waheshimiwa, eneo la Somalia. Sasa zikawa vinatoka vyombo vya kutoka nchi mbalimbali, kwanza kama China, nchi za Ulaya na kwingineko, wanakwenda kuvua katika nchi ya Somalia. Kwa kuwa wenyewe wananchi wa Somalia walikuwa hawajakaa vizuri kiserikali, lakini na wao kilikuwa kinawauma. Kwa hiyo mwanzo walianza kuwakataza kwa mdomo, lakini baadaye wakaamua kuwakataza kwa vitendo, lakini mwisho sasa anakuwa anaenda na silaha. Lakini mara tu unapopata taarifa kwamba kuna maharamia anataka kupanda chombo chako, cha kwanza tena unachotakiwa ni kutoa taarifa kwa kutumia distress. Unatuma taarifa juu ama taarifa kwa taasisi yote ambayo unafahamu inaweza kuja kukupa msaada. Kwa hiyo baada kuona kwamba tayari maharamia wameingia na unaona shughuli zao, samanini pia kwa jua kidogo, lakini maharamia wakiingia kwenye chombo hawana lele mama na kwa shughuli zao, kama vile wanapiga risasi sana, ukikaa vibaya wamekupiga wewe mwenyewe mwilini. Lakini cha msingi wanachotaka nyinyi nyote pale mwemateka na muamue kukubali kwamba wao sasa hivi wako chini ya ulinzi wao. Sasa baada ya kapteni kupata taarifa, kwa hiyo ametuma taarifa kwa chombo cha ulinzi mheshimiwa. Sasa na chombo cha ulinzi kinaingia kwa ajili ya kwenda kutoa msaada. Wao wanajua kwamba pale tayari wameingia wa Somalia. Kwa hiyo kinachoendelea hapo mzee kama anavyoona ni kwamba chombo kinaingia kwa ajili ya kwenda kukihami chombo kile mheshimiwa. Kwa hiyo cha kwanza unatakiwa ukipatrol chombo pande zote mbili na kuangalia kupiga na kuangalia na wao nguvu zao. Wanaonekana sasa hivi maharamia wanaanza kusarenda na kukimbia. Sasa kile kitendo cha maharamia kuanza kujificha, utafute point ambayo itakusababisha rahisi kukipanda chombo na kuanza kupanda kwa ajili ya operation. Mheshimiwa, nataka mjione wenyewe kwanza hapo namna zoezi linavyokwenda. Huu ndio inavyokuwa mara nyingi. Pamoja na zaidi ya hapo kunakuwa ni vita vya kweli mheshimiwa. Pirates wakishakugisa chombo wanakuwa wagumu, na nyinyi mkenda katika shughuli za kutaka kukokoa mnatakiwa muingie kwa nguvu. Maaskari nao wamefika eneo la tukio pale, cha msingi kwamba wote wamekaa standby. Pirates nao wameamua kukubali matokeo. Pirates pamoja na yote mheshimiwa wanaonekana baba wamefanikiwa mheshimiwa. Makofi kidogo wako, asante. Kilichoendelea hapo ni kwamba kilichofanya maaskari wamehakikisha wanapanda katika chombo ambacho tayari wameshapanda Pirates. Lakini kama Pirates walikuwa na chombo chao, kwa hiyo tayari wameshapiga, washaingia kwenye chombo, wanawafuata Pirates ambao wamekwenda na kile chombo chao kidogo nao kuweza kuwadhibiti kwa juu. Alikwa kama mnavyoona kwamba sasa hivi zoezi la kupita vyombo mwendo kasi, hicho ni KM 108 Popo. Hizi zinaitwa interceptor. Interceptor maana yake ni chombo ambapo kama ametokezea tukio lolote ambapo labda jambo. Mheshimiwa, kama unafahamu kwamba KMKM pamoja na fire tuna boti ya uzimaji moto. Kwa hiyo KMKM tunakushirikiana na fire kama hiyo ni boti ya Fire Master 1. Hiyo ni kwa ajili ya kwenda kasi kwa uokozi na kwa kukamata, lakini vile vile katika shughuli zima za kuzima moto ambao moja katika zoezi la baadaye utaliona mheshimiwa. Kwa hiyo tumejaribu kuonesha baadhi ya vyombo hapa kama nilivyokuambia, vingine leo vitatushinda kutokana na mazingira haya, lakini vyombo vya mwendo kasi tunaviona mheshimiwa. Kwa hiyo vitapita baadaye, tutaendelea na zoezi la kuzima moto. Piga makofi wa KMKM. Namna hiyo inaitwa high speed 40 knots. Vyombo vinapita kwa spidi kubwa, kwamba kuonyesha kwamba yeyote ambaye atakathubutu kuleta shida katika bahari, dakika 0 tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyoona waogeleaji hapo sasa hivi tayari wameanza zoezi. Tumesema tumeita mid relay, wanaenda mpaka anafika kwa aliko mwenzake, anampokeza mwenzake na baadaye anarejea katika muogeleo aina hii unaitwa butterfly, yani mwenendo wake unaitwa ni butterfly. Kwa hiyo watakaorudi wataolopokea wanaita backstroke, wanarudi kwa muogeleo kama kwa Kiswahili wengine watu wa pwani tunaita kimuale, yani wanaogelea kwa kinyume kurejea nyuma. Kwa hiyo wana style mbalimbali ambao wanakuwa wanatumia watu kama shindano ya kuogelea. Watakao wapokea hapo wataogelea muogeleo ambao unaitwa breaststroke. Kwa hiyo namna wanavyotembea inaitwa breaststroke.
mheshimiwa itakayomaliza hatua mwisho hapo akifika kule wanaita front crow. Lakini mheshimiwa, kama unaona waogeleaji wetu hapo kemkemu, tuna wajinsia mbili tofauti. Kuna waogeleaji ambao ni wanaume na kuna waogeleaji ambao wanawake. Wale watu wa Mtwara wanasema kuna waogeleaji me na kuna waogeleaji ke. Yani waogeleaji wanawake ndio waogeleaji ke na waogeleaji wanaume waogeleaji me. Kwa hiyo hapo sasa hivi wanatembea ni jinsia mbili tofauti, kuna wanaume na wanawake na wote wanakuwa wanaingia katika mashindano mbalimbali ya kuogelea mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa waalikwa, kama nilivyowaambia kwamba diver wetu wale tayari wameshaikuta ile pointi na tayari wamekuja juu. Kile ambacho wamekwenda kukifuata kupitia chini ya maji wamekikuta na wanakuja nacho. Kitakachofuata hapo mbele ni boti yetu itasogea hiyo kuonesha namna gani diver wetu watachupa kutoka katika chombo kikubwa kwenda katika majini kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kudive. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa alikwa, kinachoendelea mbele hapo ni kuonesha namna gani diver anashuka. Mheshimiwa, kama tulivyowaambia kwamba KMKM imejipanga katika shughuli zipya za uzamiaji. Kama mnaona hicho kimoja sio kisiwa, ni diver. Miongoni mwa diver wa KMKM, yani ni diver K. Huyo ni diver tena ni mwanamke, jinsia ya kike. Akichupa hapa mnaweza wimbi lake mnaweza kusema kama tsunami, lakini sio tsunami. Huyo ni diver wetu na kwamba chochote kinawezekana. Tuangalie mwanamama kama yule pale, na sasa hivi ni diver ambaye anaweza kwenda chini, anaweza kuogelea. Kwa hiyo hakuna kisichowezekana mheshimiwa. Hii nahamasisha kwamba watu wote muje kujifunza KMKM, muje kujifunza kuogelea, muje kufunzisha kuzamia. Inawezekana yoyote kuweza kuzamia. Anayetaka kuchupa hapo ni diver wa kike. Mheshimiwa, mtajiona mwenyewe namna gani wanaendelea. Alafu kitoka hapo kuna diver unamuona amechukua twin set. Huyo wale ambaye amechukua chupa mbili. Chupa mbili zile mheshimiwa, kwa wanawake kwamba unaweza kudive mpaka mita 40 kwa kutumia chupa mbili ambayo ile ni fresh oxygen. Ukianza kuanzia mita 41 mpaka mita 70 utaacha kutumia upepo wa chupa mbili alochukua, atakabidhiwa chupa ya tatu ile kwa mkononi zile. Kwa hiyo diver yule atakapochupa atakuwa na chupa tatu, atakuwa na mbili ambazo zina fresh oxygen na moja ambayo itakuwa ina nitrix, kwa sababu kila ukienda chini katika maji pressure inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo ukiendelea kutumia oksijeni ya kawaida kuna uwezekano wa kupata yale tulozungumza, matatizo ya decompression. Kwa hiyo kama utakuwa hutatumia nitrix ukianza mita 40 kuna uwezekano mkubwa wa kupata matatizo ya kiafya kwa shughuli za diver, kitu ambacho ndio tatizo la baadhi ya madiver wetu wa local. Umeona Shasaki? Hawa waliochupa ni wote ni madiver wa kike na tayari ameshaonesha sign ya kwamba yuko okay. Diver anoshuka huo sasa ndio wa kiume ambaye atakuwa na uwezo wa kwenda mpaka mita 70. Kama nilivyokuzungumza kwamba ukidive ukifika mita 40 utatakiwa utumie hewa nyingine badala oksijeni ya kawaida. Utatumia hewa ya nitrix. Unaenda zako kufanya shughuli zako chini mpaka mita 70, ukimaliza wakati unakuja juu, ukifika mita 40 tena unatakiwa uache kutumia nitrix uendelee kutumia oksijeni. Diver namna hiyo utakuwa uko salama. Lakini matatizo anapata diver wetu zaidi kwamba hawatumii kwamba matakwa yanavyotaka, na hili ndio maana tunapambana zaidi kuweza kupatikana decompression chamber once diver kama amepata tatizo kwa ajili ya kuweza kupata msaada. Diver mwingine wa tatu ni diver naye pia diver K, yani diver wa kike, naye anachupa hapo hapo.
rasmi, waheshimiwa alikwa, kama tulivyozungumza kwamba hatua itakayofuata sasa ni kwamba kutakuja chombo chetu kwa ajili ya kutoa saluti, ambacho saluti itaongozwa na chombo cha mbele ambacho ni Mothership Kembayo. Kwa hiyo nitaomba mheshimiwa, wakati kitakapo saluti tusimame kidogo kwa ajili ya kuitikia saluti itakayotolewa mheshimiwa. Chombo kinaongozwa na Captain Abdul Hamis, ambaye ni captain wa chombo hicho, Luteni Abdul Hamisi, na hapo mheshimiwa anatoa saluti na nataka tupokee saluti. Hiyo ni moja kati ya saluti za kinevi. Saluti za kinevi ziko saluti ya kutoa na hazira iliyoko juu, na kuna saluti ya kutoa wakati chombo kikiwa vinapishana baina ya chombo na chombo. Kwa hiyo mheshimiwa, hii jumla Tanzania mheshimiwa, kama unavyoona kwamba vyombo hivyo vina saluti kwa jumla, kwa kuonyesha kwamba kwa leo tumemaliza zoezi letu la baharini. Mheshimiwa, tutaendelea na ratiba kitakachofuata mbele. Nashukuru sana mheshimiwa kwa kuangalia, na maelezo mengine tunasubiri kutoka kwako pamoja na mkuu wetu. Vyombo vinamalizia hivyo mheshimiwa, kama unavyoviona. Naheshimu madaga ya mke wangu, maana ndo yanonipa faida. Naheshimu madaga ya mke wangu, maana ndo yananifanya nashinda. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwanza kwa kushirikiana na sisi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mjini Magharibi, ndugu yetu Idrisa Kitwana, Mheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa wakuu, maafisa wadogo, wageni waalikwa, junior NCOs na askari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kabisa kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanisha leo hii katika mwendelezo wa sherehe za Kemkem Day, kuhusu huku tukiwa na afya njema na furaha kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikosi maalum cha kuzuia magendo Kemkem kimezaliwa rasmi baada ya mapinduzi matukufu 1964 kwa dhamira kuu ya kulinda eneo lote la bahari ya Zanzibar dhidi ya vitendo vya kihalifu vinavyofanyika baharini, pamoja na uokozi katika majanga mbalimbali ambayo yanatokea katika bahari yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuyaenzi maono na malengo ya muasisi wa mapinduzi matukufu marehemu Mzee Abeid Amani Karume juu ya kuanzishwa kwa kikosi cha Kemkem, tumeona ifikapo tarehe 1 Julai ya kila mwaka ni kusherehekea siku ya kuanzishwa Kemkem. Kemkem oye! Kupitia sherehe za Kemkem Day kila mwaka hufanyika maonyesho maalum ya vitendo vya kibaharini yenye dhamira kuonyesha uwezo wa Kemkem baharini pamoja na shughuli za kazi za Kemkem wanazofanya baharini. Mheshimiwa, kama walivyoona manuva mbalimbali imefanyika. Wewe mwenyewe ni shahidi, na najua kwa sababu unamwakilisha Mheshimiwa Rais utakwenda kumweleza ulichokiona na uwezo wa kikosi cha Kemkem kimapigano baharini, kwa sababu tuko tayari, tunakusapoti kwenye uchumi wa blue. Shughuli za kazi zinakumbusha malengo, maono mazuri ya marehemu hayati Mzee Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, juu ya kuanzisha Kemkem. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maonyesho ya baharini ambayo umeyashuhudia leo hii, umeziona boti kubwa na ndogo za Kemkem ambazo zinatumika katika ulinzi na usalama wa bahari yetu kwa kupitia doria, ulinzi baharini na kazi za uokozi kwa mahanga wa baharini.
Aidha, tumeweza kuonyesha umahiri wa KMKM katika udhibiti wa ukamataji wa magendo, pambana na wadhibiti wa haramia, udhibiti wa matukio ya ajali za moto baharini, pamoja na uokozi wa wahanga wa ajali za baharini. Hili Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyoona, moto tuweza kuzima, wadhibiti maharamia, na ile tumeifanya purposely. Tumetumia risasi za baridi, lakini tulikuwa na uwezo wa kutumia risasi za moto kwa sababu vijana wetu ni very professional, hatuna wasiwasi. Lakini kulingana na wingi watu uliopo, tukaona tutapisha zaidi. Jambo kama KMKM inatisha kupitia bahari yake, lakini ni vyema tukatumia vitu taratibu. Zana zipo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri, zana tunazo. Tunatambua kuwa serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika kukuza uchumi wa Zanzibar na kupunguza tatizo la ajira nchini, serikali imedhamiria kuwekeza katika uchumi wa bluu. Kwa msingi huo, KMKM tumeamua kumuunga mkono moja kwa moja Kamanda Mkuu Idara Maalum, Mheshimiwa Rais pamoja na wizara yako kwa kuwekeza moja kwa moja katika miradi ya uchumi wa bluu. KMKM oye! Mheshimiwa Rais oye! Mheshimiwa Waziri oye! Uchumi wa bluu utaanzia wapi? Hiyo ndio slogan ya kikosi maalum cha kukuzia magendo. Hadi sasa tayari tunayo meli moja kwa ajili ya uvuvi bahari kuu na boti ndogo 2 za uvuvi. Pia tumeleta wataalamu wa uvuvi wa bahari kuu idadi 4. Tumehaya wafanyakazi hao kutoka nchini Sri Lanka, ambao pamoja na kuongoza uvuvi wa bahari kuu, lakini pia watatumika kuwafundisha maofisa na askari wetu juu ya namna bora na ya kisasa ya uvuvi wa bahari kuu. Mheshimiwa, kwa upande wa uvuvi wa bahari kuu, hasa kwa meli moja uliiona hapa aina ya Wisam, meli ile tumepata wawekezaji kutoka bara Arabu ambao mpaka sasa hivi tumeshaingia mkataba win-win situation kwa 50/50, na lengo kubwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika uvuvi wa deep sea fishing. Mikakati hiyo inafanyika chini ya uongozi wangu Mheshimiwa Waziri. Tunakuhakikishia kwamba tutafanya kweli. Mpaka sasa hivi tumeweza kupata hawa expert kutoka nchini Sri Lanka kwa gharama za kikosi. Tumewaleta kwa gharama za kikosi. Tumetumia mamilioni ya pesa. Katika hizi tulizonazo tumejaribu kubana, lakini tukijua kwamba kwa sababu tunawekeza kwa manufaa ya kikosi, kwa manufaa ya serikali, naamini wazi tutafanikiwa. Mwenyezi Mungu pamoja na kikosi. Kikosi hichi kinahitaji support kutoka kwako Mheshimiwa Waziri. Tunahitaji msaada wako wa hali na mali katika swala zima la uchumi wa bluu. Tupo tayari kupokea misaada kutoka serikalini, na sisi tuko tayari kuonesha uwezo pale tutakapohitajika. Hadi sasa tayari tunayo meli. Pia tunakusudia kuanzisha ufugaji wa kisasa wa samaki pamoja na kuanzisha utalii wa visiwa. Haya yote yatafanyika katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na Kamanda Mkuu Idara Maalum SMZ, pamoja na kupunguza utegemezi wa KMKM katika serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha KMKM katika kuunga mkono juhudi za serikali katika ukuzaji wa uchumi wa bluu, tumedhamiria kuimarisha ulinzi na usalama wa bahari yetu. Hapa napenda kutoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kwamba waje kwa wingi kuwekeza Zanzibar, kwa sababu bahari yetu ipo salama. Na kushuhudia hili Mheshimiwa Waziri, umejionea.
Kumpigia makofi Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, umejionea uwezo wa KMKM na huu ni uwezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar wa awamu ya 8. Lakini pia zana hizi sio kama tumemaliza. Kuna zana zingine ambazo hatujazitoa, ni asset tumeziweka kwa ajili ya majukumu mengine ya kitaifa. Vifaa vipo, wale wawekezaji wawe na amani, waje kuwekeza Zanzibar kwa sababu ulinzi wa vifaa vyao upo nchini. Tunahakikishia Mheshimiwa Waziri, wawekezaji watoe shaka wanapokuja kwako kuzungumzia swala zima la uwekezaji Zanzibar, watoe shaka. Usimamizi, ulinzi wa vifaa vyao upo, kikosi kipo kinasubiri kazi, na kazi zetu sisi ni kuisaidia serikali chini ya uongozi wa Commodore Azana Msingiri. Karibu sana. Niwahakikishie kwamba KMKM tupo tayari kukabiliana na aina zote za uhalifu unaoweza kutokea baharini, na kwa msingi huo ulinzi wetu wa baharini upo vizuri na hakuna yeyote atakayeweza kufanya kitendo chochote cha kihalifu baharini na kubaki salama bila kukamatwa na kikosi maalum cha kuzuia magendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa Zanzibar ni nchi ya kisiwa, pia ninapenda kuhakikishia serikali kwamba KMKM tuko makini katika kudhibiti aina zote za magendo, hasa katika kipindi hiki cha msimu wa karafuu. Mheshimiwa Waziri, kwenye swala la udhibiti wa magendo katika kipindi cha karafuu, Commodore Azana Msingiri ameandaa ofisi kule Pemba. Kwa hiyo mimi mwenyewe Mheshimiwa Waziri nitahamia Pemba kuhakikisha swala zima la ukusanyaji na udhibiti wa karafuu zetu zisitoke nje ya visiwa vya Unguja na Pemba utafanyika. Bahati nzuri karibuni nilikuwa ziara huko Pemba, nimekutana na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Salama. Tumepanga mipango na nategemea hizi boti ulizoziona hapa, baadhi ya zingine katika swala la kufuatilia kwa magendo na maharamia nitazipeleka katika kisiwa cha Pemba kuhakikisha ulinzi umeimarika kwa asilimia kubwa na watu wajenge hofu wasiweze kutorosha mali kubwa ya serikali. Tunajua kwamba uchumi wa Zanzibar pia unategemea usafirishaji wa abiria wa mizigo kwa njia ya baharini pamoja na shughuli za uvuvi. Vile vile tunapenda kuchukua fursa hii kuhakikishia kwamba KMKM tupo tayari kwa uokozi wa watu na mali zao pale ambapo inapotokezea ajali au majanga yoyote baharini. Kwa hiyo pale inapotokea ajali baharini ni vyema kuwasiliana na haraka na KMKM. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kumalizia, niwaombe wananchi wote wa Zanzibar kuendelea kushirikiana na KMKM katika shamra za kuadhimisha kuzaliwa kwa KMKM Day. Mwisho, ninawaomba wananchi kushirikiana na KMKM katika usafi wa mazingira tarehe 28 na tarehe 29 mkoa wa Mjini Magharibi kushuhudia mashindano ya mpira KMKM Cup yanayoendelea katika viwanja vya wageni mbalimbali mlioalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Uchumi wa bluu unaanzia wapi? Sina budi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa sisi sote leo na kusherehekea sherehe yetu hii ya KMKM Day ambayo ni maadhimisho, na tutaadhimisha siku yake tarehe mosi mwezi wa 7 2021. Sina budi vile vile kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkuu wa KMKM Commodore Azam Hassan Msingiri kwa kunialika kuwa mgeni rasmi
katika maonesho haya. Nakushukuru sana Komodoro. Ndugu waalikwa, madhumuni ya KMKM Day ni sherehe ambazo zimeanzishwa na kuadhimisha kila mwaka ifikapo tarehe mosi mwezi wa 7 kila mwaka, ikiwa ni kumbukumbu ya kuanzishwa kwa kikosi maalum cha kuzuia magendo. Pia napenda kutoa pongezi na shukrani kwa maafisa na wapiganaji wote wa KMKM kwa kumuunga mkono ndugu yetu Komodoro Azana Hassan Msigiri katika kufanikisha maadhimisho ya KMKM, ambapo kufanya hivyo inaonyesha wazi kuwa KMKM chini ya uongozi wa Komodoro Azan mpo katika kitu kimoja na mko tayari kumuunga mkono mkuu wa KMKM katika kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amedhamiria kukuza uchumi wa Zanzibar na kipato chake cha Wazanzibari wote kwa kupitia uchumi wa bluu, kutokana na mazingira ya Zanzibar kuwa ni nchi ya visiwa, imepata faraja kubwa kuungana na KMKM leo katika maonyesho haya ya baharini ambayo yanaenda sambamba moja kwa moja na malengo ya Mheshimiwa Rais ya kubadilisha uchumi wetu wa Zanzibar. Natambua kuwa KMKM ina jukumu kubwa la ulinzi na usalama baharini, na msingi huo tunazungumzia uchumi wa bluu wenye tija na kwa nchi, na tunatambua nafasi ya KMKM katika tukio la ulinzi wa baharini. Mheshimiwa Waheshimiwa viongozi wote mliopo, kupitia maonyesho haya leo nimepata kuona umahiri na uweledi wa KMKM katika ulinzi na usalama wa bahari. Tumeona vyombo vikubwa na vidogo ambavyo vinatumika katika ulinzi wa doria. Pia tumeweza kuona uwepo wa boti ya uzima moto pale inapotokea ajali ya moto baharini. Natambua kwamba boti ambazo za kuzimia moto kama alivyosema Mheshimiwa Komodoro hapa kwamba bado boti hizi hazitoshi. Swala hili Mheshimiwa Komodoro nalichukua na nitalipeleka serikalini. Nataka kuhakikishia kwamba wizara yangu itashirikiana na wizara yako kuhakikisha kwamba tunapata vyombo vya kutosha. Aidha, nimepata faraja kuona uwezo wa KMKM katika kukabiliana na maharamia pamoja na usafirishaji wa magendo, ambapo kutokana na hali hiyo nitoe wito kwa wawekezaji kujitokeza kwa wingi kuwekeza Zanzibar, kwani hali ya ulinzi na usalama wa bahari yetu ipo vizuri sana. Kwa upande wa wizara yangu ya uchumi wa bluu, katika kuwaunga mkono KMKM, nitahakikisha tunawasaidia kupata boti za kisasa zenye uwezo wa kuimarisha doria za baharini pamoja na kuangalia uwezo wa kuwawezesha namna ya kutoa huduma zinazohitajika zote katika uvuvi wa bahari kuu. Napenda kuwapongeza zaidi KMKM kwa kuwa pamoja na wizara yangu kwa uchumi wa bluu, kwani nimepata taarifa kwamba mmeanza mkakati katika mradi wa uvuvi ikiwemo uvuvi wa bahari kuu, ufugaji wa samaki pamoja na ujenzi wa chelezo. Nimejionea mwenyewe tayari mnayo boti kubwa ya uvuvi kwa ajili ya bahari kuu. Mmeonyesha vile vile uwezo wenu wa namna gani mnaweza kukabiliana na masuala haya ya uharamia, lakini nataka niwahakikishie kwa suala la decompression chamber kama mlivyoniomba, nalichukua suala hili na nataka niwahakikishie nitazungumza na wizara yangu kwa kushirikiana na serikali kwa jumla ili tuhakikishe tunapata decompression chamber hapa nyingine Zanzibar. Kabla ya kumaliza hotuba yangu, ninakuomba Komodoro Azana Hassan Msigiri
kuyaendeleza kila mwaka maadhimisho ya KemKem Day, kwani yanasaidia kuwaweka KemKem karibu na jamii na kuiwezesha jamii kufahamu dhamira na lengo ya kuanzisha kwa KemKem hapa Zanzibar. Pia niwatakie mafanikio mema ya siku ya kilele cha sherehe KemKem Day tarehe mosi mwezi wa 7 2021, ambapo ni mambo ya sherehe hizo zitafanyika katika uwanja wa KemKem Maisara kwa kushirikisha matukio maonyesho mbalimbali yenye mnasaba na kikosi cha KemKem. Niwaombe wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shamra hizo za kuadhimisha KemKem Day. Baada ya maelezo hayo, naomba nikushukuru tena ndugu yangu Komodo Azan kwa sherehe hizi, na niko pamoja na mimi na wizara yangu itashirikiana na nyinyi kwa hali na mali. Niwashukuru sana.